duniani huko sasa yanaendelea ni mengi, lakini dunia bwana ina ile inaitwa kamati ya amani, bodi ya amani. Bodi ya amani, lakini wanaitema kama bodi ya amani ya Trump. Ya Trump, yeye ndio mwenyekiti. Na ndio mwenye wazo. Wakati tukizungumza hapa kila siku, Trump anaitaka amani ama anataka amani yenye kuipendezesha Marekani, yani amani lakini Marekani iwe inaishi kwenye hiyo amani ya dunia, au amani ya kujichukulia. Ameunda bodi ya amani. Mataifa kadhaa yameungana naye, yamekaa naye, na nimeona wakati asubuhi nakuja hivi walikuwa wanaonyesha malengo yaliyopo kwenye hiyo bodi ya amani. Wameweka kila migogoro uliopo na sehemu ulipofikia, na wanatamani huo mgogoro, hiyo bodi ifanye nini kwenye mgogoro. Uingereza ina wasiwasi, haijaingia bado. Kwa mataifa mengine hayajaingia, lakini mataifa mengi yanaonekana yameikubali kwa sababu ni issue ambayo kimaelezo inakwenda kuisaidia dunia. Ni bodi ambayo ina mlengo wa aina gani? Yes, kwanza hiyo kinachoitwa bodi ya amani ni katika mpango wa Gaza. Kuna mpango ambao unaendelea kuhusu Ukraine, mipango mbalimbali duniani, lakini hii ni special kwa ajili ya Gaza. Tunafahamu kwamba Gaza kilitokea katika kile ambacho kinachoitwa Oktoba 7, 2023. Kwa hiyo Trump alipoingia mamlakani aliahidi kwamba anakuja kumaliza vita vya Gaza. Na hii bodi kutazama itaongozwa na kwanza imekubaliwa na viongozi wengi wa nchi na serikali, hata wafalme duniani. Nchi nyingi za Kiarabu ambazo zimesaini kile kinachoitwa Abraham Accord wamekubali mpango. Kuna viongozi wengi wa nchi za Ulaya, viongozi wa Mashariki ya Kati, viongozi wa Ulaya Mashariki, wote wapo katika mpango wa bodi ya amani. Sasa hii inafanya nini? Hii mpango ni kuijenga Gaza. Kuijenga Gaza. Unajua Gaza mtei ni eneo lina kilomita 269. Temeke ina kilomita 639. Kwa Temeke na Gaza, Temeke ni kubwa kuliko Gaza. Kwa unaweza kusema kama Temeke ni kama Kinondoni. Sawa? Sasa chukua Kinondoni alafu iwe sehemu ya beach. Sawa? Ndio tunasema hiyo ndio Gaza sasa. Eneo ambalo ni potential, ambapo chini ya Gaza kuna rasilimali muhimu ya mafuta na gesi. Sasa Gaza ukitazama ilikuwa inaongozwa na chama ambacho kinaitwa Hamas. Sawa? Gaza ilikuwa inaongozwa na chama kinachoitwa Hamas. Ambacho hichi chama tunafahamu mwaka 2006 walishinda uchaguzi katika kile ambacho kinachoitwa Palestina, lakini kwa sababu Hamas wamekuwa wakitumia nguvu kudai haki zao za Wapalestina, yale matokeo nchi za Ulaya na Marekani hawakuyakubali. Kwa hiyo hii, kwa mfano, kama Hamas ingekubaliwa na nchi za magharibi, maana ni kwamba Gaza na West Bank ambako kuna chama cha Fatah ingekuwa inaongozwa yote na Hamas. Sasa baada ya kushinda uchaguzi tukashuhudia hawa Hamas wakaika nguvu katika ukanda wa Gaza. Umeelewa? Kwa hiyo hii kwa mfano vita ambayo inaendelea kati ya Israel na watu Hamas ni katika upande wa Gaza, sio kwa upande wa West Bank tutazama. Sasa tunafahamu kwamba Gaza imepigwa sana, imeharibiwa. Yaani ukiangalia Gaza ya mwaka 2020 mtei na Gaza ya leo, yani kama yale magorofa, majumba yamegeuka kuwa magofu. Maisha ni mabaya zaidi kutazama. Ni watu ambao wanaishi kama wapo kwenye kifungo. Sasa Trump alikuja na mpango kuweza kujenga Gaza. Itakuwaje? Yaenda kujengwa majumba mapya. Kwa sababu Trump alikuwa anasema kwamba watu wa Gaza kama milioni 2.5 waondoke waende katika nchi za Kiarabu huko. Alafu yaweze kuijenga kama Edeni hivi. Haifanye kama Edeni. Aanze ujenzi. Kwa watu. Kwa hiyo mpango amepewa mpo wake Jared Kushner atausimamia, ambao ni tajiri mkubwa sana duniani, ambaye amekuwa akimsaidia katika kuhakikisha kwamba wanaweza kutatua mizozo mbalimbali. Lakini zaidi sana namna gani Hamas itakuwa, namna gani Gaza itakuwa haiongozwi na Hamas. Yaani Hamas lazima wafanyiwe demilitarization. Yaani kwamba wanyang'anywe silaha, lakini watu wa Gaza waweze kufundishwa namna ya kuishi kwa amani dhidi ya watu wa Israeli. Kwa sababu Gaza kwa kweli wao wamekuwa hawaamini kabisa uwepo wa taifa la Israeli. Wamesema wamekuwa wakipinga kwamba hawa wamekuwa wakifanyaje, wamekuwa wakija kutuchukua maeneo yetu. Sasa nimeona viongozi wengi wamezungumza, na ikiwemo Hamas wenyewe na watu wa Gaza, kwamba wanasema hawakushirikishwa katika mpango, kwa sababu kuna viongozi wengi wa nchi na wafalme, lakini Gaza yenyewe sio sehemu ya mpango. Kwa hiyo ni kama wanaamuliwa hatima yao na watu wengine. Of course
sheria za kimataifa zimekuwa zikiwaonea huruma sana watu wa Gaza, sababu wamefariki kwa haraiki. Kwa takwimu za Umoja wa Mataifa watu 67 wamefariki Gaza. Hasa ukiwachukua watu 67 mtei, unajua ni watu wengi. Huo tunazungumza ni uwanja wa mpira. Unazungumzia watoto zaidi ya 22,000 wamefariki. Unazungumzia wamama zaidi ya 18,000. Unazungumzia vyuo vikuu 12 vimeharibika katika nchi ya Gaza. Kwa hiyo katika eneo la Gaza. Kwa hiyo Gaza kwa kweli imegeuka kama eneo la zama za mawe. Kwa hiyo Trump anakuja kuijenga upya. Na ukiangalia ule mpango ambao ulikuwa na present jana, ukiangalia Gaza ni yani unaweza kusema kwamba Gaza inaenda kwa Masaki au New York ndogo, kwa sababu inaenda kujengwa magorofa, barabara kutazama, majengo makubwa, miundombinu. Kwa hiyo ni mpango mpya wa Gaza ambao kwa unaongozwa kwa Trump. Sasa je, hiyo ndio itakuwa suluhisho la watu wa Gaza ambao wamekuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakinyanyaswa au wakitendewa vibaya katika nchi yao? Kwa mfano kuna shirika moja linaitwa Shimbet. Shimbet lilitengenezwa mahususi kwa kuangalia ujasusi katika watu wa Gaza. Kwa sababu unajua Gaza pale watu wanasema watu wakiwa yani mpo watatu hivi mnazungumza. Wanawaza kwenda kujitoa mwanga au kwenda kuwalipua watu wa Israeli. Kwa Shimbet ilianzishwa kuhakikisha kwamba wanaenda kuangalia kila kitu katika eneo la Gaza. Na ndio maana wanasema kwamba Gaza ni eneo ambalo kila baada ya dakika 10 linapigwa picha. Yaani mkikaa mkijikusanya hivi, wale Shimbet tunapiga picha. Hao wanazungumza nini? Mifumo ya mawasiliano Gaza imefanywa tracking kubwa sana kwa sababu Israeli anaingilia Gaza katika jicho la kiusalama. Umeona? Sasa huo mpango ambao sasa hivi Trump amekuja nao, ukiutazama kwa picha, media nimekuwa na utazama, kwa kweli unavutia sana. Na wengi wamesema kwamba Hamas mshindwe nyie. Kwa sababu sasa hamtaweza tena kuishi katika vile vijumba. Unajua kiangalia Gaza unavoishi sasa hivi, unaishi kwenye mahema, vipango. Mvua ikinyesha kwa kweli afu na watoto. Wani maisha kwa kweli ni mabaya, ni mabovu. Na wengi wanasema kwamba Gaza ni kama jela ambayo ipo wazi. Watu hawajafungwa jela, lakini maisha ya Gaza bora hata mtu ambaye yupo jela ana uhakika wa msosi atalala muda fulani. Lakini Gaza mvua ikinyesha, unajua uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa hiyo hata magonjwa ya mlipuko yanatoka katika eneo la Gaza. Kwa hiyo huu mpango ambao amekuja Trump ni kuijenga Gaza ili watu wa Gaza waweze kuishi kwa amani. Lakini nimeona mpango ambao Netanyahu kama ana wasiwasi nao. Ndio nataka kuuliza kwa nini kuna baadhi ya mataifa yana hofu. Uingereza, Netanyahu kama bado wana hofu. Sasa kwa mfano kwa Netanyahu, kwa sababu Netanyahu anaamini siku moja hao watu wa Palestina atawafuta wote. Yaani wataondoka katika eneo la Palestina, afu nchi ambayo Mungu aitupa tutaweza kuimiliki. Umeelewa sasa? Huo ni mpango nani? Aamini kwenye kujenga Gaza yani Netanyahu yaamini katika mataifa mawili. Yaani naamini kwamba nchi sisi ni ya kwetu. Kwa hizo harakati ambazo tumezifanya tangia mwaka 1978 nikataka kurudi katika nchi yetu ambayo Mungu aitupa. Hawa Gaza waende kwa nchi za Kiarabu nzao, waende Jordan, waende huko Warabuni wakaishi. Sio na wana ndugu zao. Na Netanyahu anasema kama nyinyi hapa sasa tunawatesa, sasa waambieni wenzenu nyinyi muende Morocco, nendeni Misri, Libya huko. Kuna Waarabu wenzenu. Lakini watu wa Gaza wanasema, watu wa Palestina wanasema sisi hatuwezi kuondoka katika nchi yetu. Hii nchi ni ya kwetu. Hawa nyinyi mlikuja kwa sababu hata ukiangalia sensa ambayo ilifanyika mwaka 1917 Balfour Declaration, mwaka 1920 kutazama. Watu wa Palestina walikuwa ni wengi kuliko Waisraeli wa leo. Kwa sababu pale Palestina kuna hao Wayahudi, kuna hao wa Palestina na Wakristo kutazama. Ambao kabla mwaka 1948 hao Waarabu wa Palestina walikuwa zaidi ya 80%. Wayahudi walikuwa 12%, Wakristo 8%, kwa 100%. Kwa hiyo wanasema kwamba baada ya pale sasa zikaanzishwa zile harakati za wanasema harakati za Uzayuni. Kama unataka kuzisikia zinaitwa Zionism movement, ambao ulikuwa ni mpango wa Wayahudi wa Ulaya ambao wanaitwa Ashkenazi kurudi kwenye nchi yao ya ahadi. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa mfano hoja ya Zionism ni harakati za kisiasa ambazo zinaungwa mkono Ulaya na Marekani kuhakikisha kwamba siku moja Israeli itakuja kukaliwa na Wayahudi. Kwa Palestina au sio kinafuata wakina mambo ndo basi waende katika nchi yao, watu waachie nchi yetu. Kwa hiyo huo mpango ukitazama umepingwa na Netanyahu, wana hofu kwa sababu mpaka sasa hivi Netanyahu kwa mfano amepitisha decree kune bunge la Knesset kujenga makazi mapya. Yaani unajua siko unaelewa mtei. Yaani kwa mfano Gaza tumesema ni Palestina, afu na West Bank ambako kuna chama kinaitwa Fatah. Ndani ya West Bank ambao kuna Wapalestina wengi.
kuna makazi mapya ya watu 500,000 yanaenda kujengwa maana ni kwamba yani kwa mfano tuseme kwa mfano Dar es Salaam hapa sawa ndio watu wa Palestina afu ndani ya Dar es Salaam kuna wa Palestina ambao wanaishi kwa mfano wapo Buza, wapo Temeke, wapo Ilala afu kuna Wayahudi ambao wamejenga makazi ndani ya Dar es Salaam hiyo maana ni kwamba ni mpango wa kuweza kuwafukuza na maeneo yote kwa mfano ya maji wameachukua wao, maeneo mazuri ya kilimo wamechukua wao. Kwa kweli mpango wa Trump umesifiwa na viongozi wengi wa nchi za Kiarabu hata wa Ulaya, lakini bado sasa haionyeshi nia ya kweli. Je, yeye mpango kwa sababu yeye of course anasema kama ni kiongozi wa amani, je, watu wa Palestina sasa ataweza kunyanyaswa, kuuliwa, kwa haraiki? Na je Netanyahu atakubali? Kwa sababu Netanyahu ni mtu ambaye amekuwa akitumia kuanzisha vita ili aweze kuwapoteza watu maboya ya kulu wasiandamane iweze kufikia maslahi yake ya kiuchumi. Morning Express.